kwanza wewe unatambua hii kazi unayoifanya ina riski gani, inaweza kaniletea madhara gani ya kiafya. Ukishajua hii kazi inaweza kaniletea madhara gani ya kiafya, sasa je, napata wapi huduma au msaada wa kiafya ili nisiumwe, pamoja na kwamba naendelea kufanya hii kazi lakini nisiweze kuumwa siku za mbeleni, nisiweze kuumwa ugonjwa kama wa kifua kikuu au ugonjwa wa mapafu au ugonjwa wa pumu. Sawa? Kwa hiyo ndio maana tunawashauri sana mafundi wote mje pamoja, mwe kwenye program ya Fundi Smart ili sasa tuangalie modality gani, utaratibu gani tuutumie, au mafundi mwe na bima za afya. Wenzetu wafanyakazi ambao kwenye mfumo rasmi wao na mifuko yao, mtu akiumia kazini kuna mifuko ambayo inatambulika kiserikali, wataalamu wanakuja wanafanya assessment, wanaangalia kwa kiwango gani ameathirika, alafu serikali inamfidia. Sasa sijajua mwenzangu wewe na mimi ukiumia leo kazini nani anakufidia? Umeshawahi kufikiria hicho kitu? Kwa hiyo ndio tunasisitiza sana tuje pamoja kwenye program ya Fundi Smart, tuweze kujua Fundi Smart atusaidiaje sisi kuweza kupata huduma hizo za kiafya kama wengine ambao kwenye mifumo rasmi wananufaika. Lakini pia kuna riski za mafundi, kwa mfano wao mafundi kushona. Unaweza kaa unashona unainama pale muda mrefu, baadaye unafika umri wa miaka 40 unaweza shangaa mgongo unakuuma. Sawa, lakini hujui hiyo ilikuwa sababishwa na nini. Kumbe kazi yako ambayo unaifanya inaweza ikawa ni sababu ya wewe kuja kukusababisha upate changamoto mbalimbali za kiafya. Sawa? Kwa hiyo tunawashauri, tunasisitiza tuje pamoja, tuweze kutengeneza modality ya kuona namna gani tunaweza tukaungana kuweza kujua kwamba mimi nikiumwa naenda kutibiwa wapi. Je, tuna utaratibu wa kufanya check up? Mara mwisho umefanya check up lini? Kwa hiyo unakuta gharama za matibabu ziko juu na uwezo wa vipato vyetu ni vidogo, na tunashauriwa mara kwa mara na wataalamu wa afya tu tunaangalia afya zetu. Wewe ni fundi wa kuchomelea, unajua ule moto wa kuchomelea unaharibu vipi macho yako? Je, una vifaa vya kuprotect yale macho? Umeshawahi kwenda kwa mtaalamu wa macho akakuchunguza? Kwa hiyo ni vitu ambavyo unatakiwa unafikiria. Mimi nafanya hii kazi ya kuchomelea, hivi nimeshawahi kwenda kupimwa macho? Saizi haya macho yana hitilafu gani? Saizi unaona vizuri bado kijana, lakini unashangaa unafikia miaka 40 macho hayaoni vizuri. Kuangalia hapa mpaka pale unashindwa. Sawa? Lakini kumbe ulipata athari ulivyokuwa unachomelea, haukuwa umevaa miwani, haukuwa umevaa ile miwani ya kuzuia macho, kuzuia moshi, wewe unachomelea unaenjoy kufanya ile kazi, lakini kumbe unaharibu macho. Kwa hiyo tuzingatie vifaa wakati tunafanya shughuli zetu za kila siku. Pamoja na kwamba uchumi wetu ni bado ni mdogo, lakini tuangalie na modality gani tunaweza tukaitumia tuweze kupata vifaa vya kutukinga tunapoendelea kufanya hii kazi. Hello? Tuko pamoja? Tunaelewana? Naeleweka? Naeleweka? Riski nyingine, kuna magonjwa ya kawaida, magonjwa labda ya uzazi. Kwa mfano wewe fundi leo uko hapa, umechukuliwa kwenda kujenga labda SGR Dodoma huko, mke wako umemwacha huku. Sawa, wewe ni binadamu, ushawahi kujifikiria unajiprotect vipi wewe usipate magonjwa ya njia ya kujamiiana? Kwa hiyo hizi ni changamoto ambazo wewe fundi unaweza kukutana nazo kutokana na mazingira yako ya kazi ambayo wewe unayafanya. Kwa hiyo pamoja na kwamba unafanya kazi, lakini pia jaribu kukumbuka kwamba katika hii kazi yangu kuna riski gani inaweza kanisababishia mimi, kama sio leo au baada ya miaka 5 nikaumwa. Je, hii kazi naweza nikapata saa au muda wa kwenda kufanya check up? Nawezaje kwenda kufanya check up na kipato changu ni kidogo? Kwa hiyo tukija pamoja kwenye program ya Fundi Smart, tutaangalia modality namna gani ya kuweza kupata hizo bima ya afya, au itutengenezee mfumo ambao kila baada ya muda fulani fundi hao anafanya check up. Sawa? Labda Fundi Smart inaingia ubia na hospitali fulani, kila baada ya mwezi mafundi labda kujenga wanaenda kwenye hospitali fulani wanafanywa check up ya moyo, check up ya mapafu, check up ya figo. Sawa? Kwa hiyo tujenge huo utaratibu wa kuangalia afya zetu. Sio tunakumbuka tu kufanya kazi kila siku unafanya kazi, inafika miaka 40 umechoka. Afya inaanza kuwa mgogoro, hauna bima ya afya, haukufanya uchunguzi wa afya yako kabla. Unaenda hospitali unapimwa unaambiwa figo hazifanyi kazi vizuri. Hello? Kwa sina zaidi, lakini program ya VETA pia katika miundo yao ya masomo yao pia wanajaribu kufikiria kuanzisha program za magonjwa ya afya kwa ajili ya mafundi. Tutavuka umejiunga VETA, unaweza kupata elimu zaidi ya magonjwa ambayo yanahusiana na kazi yako ambayo wewe unaifanya. Kwa sababu hapo kwa mafundi huko mbalimbali, lakini kuna kazi tofauti tofauti na kila kazi ina riski.
kila kazi unaoifanya lazima ina riski fulani ya kiafya. Sasa ukijiunga VETA inaweza kuwa ni rahisi wao wakakufahamisha, wewe ni fundi wa kuchomelea, unajua kwenye kuchomelea kuna gesi fulani, unajua hii gesi inaweza karibu mapafu, au unajua hii gesi unayochomelea inaweza karibu macho. Kwa hiyo ukijiunga VETA inakuwa ni rahisi kupata mafunzo haya na uweze kujua wewe unavyofanya kazi uchukue hatua gani za kujikinga ili usipate yale magonjwa. Naomba niishie hapa, nafikiri mmenielewa kwa kiasi kidogo. Asante sana.